Wanawake wengi huwa wanapatwa na miwasho na maambukizi ya fungus baada ya kutoka period, na walio wengi hubaki na mshangao na pengine hawajui kwamba chanzo huwa ni jinsi wanavyofungua sanitary pads wakati wa kuzitumia ndio inayopelekea kwenye hali ya namna hiyo. Sasa tunaenda kutizama namna sahihi ya kufungua hizi padi wakati wa kutumia ili kuepuka cross contamination. Nikisema cross contamination ni kwamba unaweza ukafungua kwa njia ambayo sio sahihi na matokeo yake ukapata maambukizi ya magonjwa katika njia ya uzazi kwa maana ya ukeni, na hatimaye kuleta matatizo makubwa kama vile PID, UTI na matatizo mengine ya katika njia ya uzazi kama fungus na kadhalika. Sasa tuanze na kidogo kuhusiana na HC. Wanawake wengi huita HQ. Hii sio HQ. Hii ni HC. Na HC ni kifupi, ambayo kifupi hii imetokana na neno hili hapa, Human Cherish. Human Cherish ni ndio kampuni inayotengeneza hii inayotengeneza hizi bidhaa hizi taulo za kike. Kwa hivyo wao wameamua kufupisha tu kampuni yao na kuita HC kwa maana ya Human Cherish. Wanawake wengi huita HQ. Hii sio HQ. Pengine wanachukulia hii umbo na kuhisi kama ni Q. Hii si Q. Hii ni simbo ambayo inawakilisha mwanamke, kwamba hii kitu ni kwa ajili ya matumizi ya mwanamke. Kwa hivyo hii ni HC, sio HQ. Mtumiaji wa hii padi ni kama tunaweza sema ameenda umbali mrefu zaidi. Ametengeneza kwa namna ya kipekee ambayo inarahisisha sana namna ya matumizi sahihi, lakini pia namna ya ufunguaji sahihi wa kuepuka maambukizi mbalimbali. Kwa hivyo alichokifanya yeye, ameweka zip kama unavyoona hapo. Kwa unachotakiwa kufanya ni ku-unzip tu. Unakata kwanza hii seal. Hii ni seal ambayo inamaanisha kwamba hii kitu hakijafunguliwa. Kwa hivyo unakata hii seal, halafu una-unzip kuelekea upande huu. Hapo unakuwa umefungua. Kutoka hapo unazichukua tu hizi padi zako na kuanza kutumia. Mpenzi mtazamaji, nilikuahidi kwamba nitakuelezea kwa nini hii ni ya pink na kwa nini hii ni ya kijani. Sasa tukianza na HC. Kama tulivyosema, hii ni HC. Hii ni HC ambayo ni HC ya blue. Utofauti wa HC hii ya blue na HC hii ya kijani, utofauti wake ni mmoja tu, kwamba hii ya kijani ndio ile ambayo inakuwa na mint. Kwa hivyo hii inakuwa na baridi. Wakati hii yenyewe haiko na baridi. Hii haiko na baridi, lakini pia hii hainuki. Tofauti na hii inanukia, hii hainuki. Hii ina baridi, hii haina baridi. Vizuri kabisa. Sasa wapi kwa kufungulia? Kama unavyoona kuna haka kamuundo haka ka projection hapa, na wameandika kabisa open. Kwa usitumie kisu kukata huku, au usitumie wembe labda kuchana namna ile, au usitumie meno. Kuna watu wanakata na meno, kuna wengine wanavunja namna hii. Hii sio njia sahihi. Njia sahihi ni kwamba unatizama tu hapa sehemu ilikoandikwa open, unavuta kwa uelekeo kama huu. Matokeo yake unaziona pedi zako pale ndani. Kwa hivyo unatumia kwa usahihi kabisa na kwa uangalifu mkubwa. Lakini pia hata hii ya kijani, mtindo wa kufungua ni ule ule. Unavuta namna ile. Unavuta namna ile. Kama unavyoziona hapo, unashika hapa, unavuta namna hii. Ukivuta namna hii, ukavuta vizuri kabisa hadi mwisho kama hivi, unapata kuziona padi zako ndani. Kwa hivyo hapa sasa unachukua. Saa hiyo mikono yako ikiwa ni misafi, umenawa vizuri, ili kuepuka ile cross contamination. Lakini vipi kuhusiana na lavi? Lavi pia imekuwa designed vizuri kabisa. Mtengenezaji wa hizi padi ametengeneza vizuri kabisa. Ukiangalia hivi hapa
upande huu wa mbele kuna sehemu imeandikwa lift me. Anamaanisha nini? Kwa maana ya kwamba hapa una squeeze kama hivi, una pull up. Nikisema pull up namaanisha unavuta kuelekea juu. Ukivuta kuelekea juu, kama hivi, unaweza kuona bando za pedi. Kuahidi kwamba nitakuelezea kwa nini hii ni ya pink na kwa nini hii ni ya kijani. Sasa iko hivi, hii ya kijani yenyewe ina baridi kama vile ilivyo upande ule wa HC. Sasa hii yenyewe ina baridi, wakati hii hapa haina baridi. Na hizi keti zenyewe zimekuwa muundo tofauti kidogo. Zenyewe zinakaa padi 30. Katika hizo 30 zina 25 ambazo ni pedi za kuvaa na 5 ni panty liner. Kwa hivyo 25 ni pedi, halafu 5 ni panty liner. Na hizo pedi zimewekwa katika muundo tofauti kabisa. Kuna ambazo ni nzito, yani ni nene, halafu kuna ambazo ni nyembamba, na panty liner ambazo ni nyembamba kabisa zinakaa katikati hapa. Kwa hivyo hizi ambazo ni nene ataanza kutumia wakati mwanamke anaingia tu period vile, wakati anatoka na damu nyingi. Kwa kadri damu zinavyokuwa zinapungua, unatumia hizi ambazo ni nyembamba, na pale mwishoni kabisa zinavyomalizikia, basi ndio unatumia hizi panty liner. Kwa hiyo tofauti wa hii ya kijani na hii ambayo ni ya pinki, tofauti wake ni huo, kwamba hii haina baridi, wakati huo hii ya kijani ina baridi. Ila habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji, na karibu katika channel yetu. Leo nimetengeneza video hii mahususi kabisa kwa ajili ya kuelekeza namna sahihi ya kufungua sanitary pad. Wanawake wengi wamekuwa wakifungua hizi sanitary pad isivyo, yani wanafungua lakini katika njia ambayo sio sahihi. Utakuta labda anaweza akatumia wembe, au wengine wanatumia mkasi, wengine kuna muda wanatumia hata kisu, au muda mwingine wanachana na mdomo. Sasa hizi sanitary pads zimetengenezwa kwa namna ambao kuna sehemu maalum ya kufungulia. Sasa wanawake wengi wanakuwa hawajui hilo. Unakuta wanatumia njia ambazo sio sahihi, njia ambazo zinaweza zikasababisha kitu inaitwa cross contamination, na matokeo yake ikasababisha madhara makubwa sana ya maambukizi katika njia ya uzazi, kwa maana ya ukeni, na hivyo kujiletea matatizo makubwa baadaye. Niko na padi kadhaa hapa, na sanitary pads kadhaa hapa. Kuna soft care. Hii soft care mpya kabisa sokoni, kama unavyoiona. Lakini tuna soft care ambayo imezoeleka na watu wengi, hii hapa hapo. Imezoeleka sana hii kama unavyoiona. Lakini tuna keti ziko za namna tofauti tofauti. Kwa hivyo hapa tuna hii ya pink, na nitaeleza kwa nini hii ni ya pinki, na tunayo pia hii ya kijani. Nitaeleza pia kwa nini hii ni ya kijani na zina maana gani. Lakini tuko na HC pia ni imezoeleka sana. Na muonekano kama huu hapa, kama unavyoona, hii ni HC imezoeleka sana. Lakini tuna HC hiyo ya kijani na tuna HC hii ya blue. Nitaeleza pia kwa nini hii ni ya blue na hii ni ya kijani. Sasa hii ni HC ambayo imezoeleka sana. Lakini pia tunayo la V ndio hii pia imezoeleka sana, hii la V. Sasa tunaenda kutizama namna sahihi ya kufungua hizi padi wakati wa kutumia, ili kuepuka cross contamination. Nikisema cross contamination ni kwamba unaweza ukafungua kwa njia ambayo sio sahihi, na matokeo yake ukapata maambukizi ya magonjwa katika njia ya uzazi, kwa maana ya ukeni, na hatimaye kuleta matatizo makubwa kama vile PID, UTI,
na matatizo mengine ya katika njia ya uzazi kama fungus na kadhalika. Sasa tuanze na hii HC ambayo imezoeleka na watu wengi sana. Sasa HC mtengenezaji katengeneza vizuri sana. Usichane hivi wakati unafungua, usichane hapa wala usichane huku. Usije ukachana hivi kama watu wengi ambao wakifanya. Kwa hivyo HC imetengenezwa na sehemu nzuri kabisa ya kufungulia ambayo ndio hii hapa. Ndio hii hapa. Kwa unachotakiwa kufanya ni kushika hapa kama unavyoona imeandikwa kabisa open here. Kwa maana kwamba unashika hapa, unavuta namna hii. Ukivuta namna hii, ukavuta vizuri kabisa hadi mwisho kama hivi, unapata kuziona padi zako ndani. Kwa hivyo hapa sasa unachukua saa hiyo mikono yako ikiwa ni misafi, umenawa vizuri ili kuepuka ile cross contamination. Lakini vipi kuhusiana na lavi? Lavi pia imekuwa designed vizuri kabisa. Mtengenezaji wa hizi padi ametengeneza vizuri kabisa. Ukiangalia hivi hapa upande huu wa mbele kuna sehemu imeandikwa lift me. Anamaanisha nini? Kwa maana ya kwamba hapa una squeeze kama hivi, una pull up. Nikisema pull up namaanisha unavuta kuelekea juu. Ukivuta kuelekea juu kama hivi, unaweza kuona bando za pedi zinaonekana pale. Kwa hiyo unachukua na unatumia kwa usahihi kabisa na uangalifu mkubwa ili kuepuka chance ya maambukizi. Lakini vipi kuhusiana na HC? Kama tulivyosema, hii ni HC ambayo ni HC ya blue. Utofauti wa HC hii ya blue na HC hii ya kijani, utofauti wake ni mmoja tu, kwamba hii ya kijani ndio ile ambayo inakuwa na mint. Kwa hivyo hii inakuwa na baridi. Wakati hii yenyewe haiko na baridi. Hii haiko na baridi, lakini pia hii hainuki. Tofauti na hii inanukia, hii hainuki. Hii ina baridi, hii haina baridi. Vizuri kabisa. Sasa wapi kwa kufungulia? Kama unavyoona kuna haka kamuundo haka ka projection hapa na wameandika kabisa open. Kwa usitumie kisu ukakata huku, au usitumie wembe labda kuchana namna ile, au usitumie meno. Kuna watu wanakata na meno, kuna wengine wanavunja namna hii. Hii sio njia sahihi. Njia sahihi ni kwamba unatizama tu hapa sehemu ilikoandikwa open, unavuta kwa uelekeo kama huu, matokeo yake unaziona pedi zako pale ndani. Kwa hivyo unatumia kwa usahihi kabisa na kwa uangalifu mkubwa. Lakini pia hata hii ya kijani, mtindo wa kufungua ni ule ule. Unavuta namna ile. Unavuta namna ile. Kama unavyoziona hapo. Kwa hiyo unapata kutumia hapo vizuri kabisa. Vipi kuhusiana na aina hii hapa ambayo tumesema ni keti? Wow. Keti, mtengenezaji wa hii pedi ni kama tunaweza sema ameenda umbali mrefu zaidi. Ametengeneza kwa namna ya kipekee ambayo inarahisisha sana namna ya matumizi sahihi, lakini pia namna ya ufunguaji sahihi wa kuepuka maambukizi mbalimbali. Kwa hivyo alichokifanya yeye, ameweka zip kama unavyoona hapo. Kwa unachotakiwa kufanya ni ku-unzip tu. Unakata kwanza hii seal. Hii ni seal ambayo inamaanisha kwamba hii kitu hakijafunguliwa. Kwa hivyo unakata hii seal, alafu una-unzip kuelekea upande huu. Hapo unakuwa umefungua. Kutoka hapo unazichukua tu hizi padi zako na kuanza kutumia. Mpenzi mtazamaji, nilikuahidi kwamba nitakuelezea kwa nini hii ni ya pink na kwa nini hii ni ya kijani. Sasa iko hivi. Hii ya kijani yenyewe ina baridi kama vile ilivyo upande ule wa HC. Sasa hii yenyewe ina baridi, wakati hii hapa haina baridi.
Na hizi keti zenyewe zimekuwa muundo tofauti kidogo. Zenyewe zinakaa padi 30. Katika hizo 30 zina 25 ambazo ni pedi za kuvaa na 5 ni panty liner. Kwa hivyo 25 ni pedi, halafu 5 ni panty liner. Na hizo pedi zimewekwa katika muundo tofauti kabisa. Kuna ambazo ni nzito, yani ni nene, halafu kuna ambazo ni nyembamba, na panty liner ambazo ni nyembamba kabisa zinakaa katikati hapa. Kwa hivyo hizi ambazo ni nene ataanza kutumia wakati mwanamke anaingia tu period vile, wakati anatoka na damu nyingi. Kwa kadri damu zinavyokuwa zinapungua, unatumia hizi ambazo ni nyembamba, na pale mwishoni kabisa zinavyomalizikia basi ndio unatumia hizi panty liner. Kwa hiyo tofauti wa hii ya kijani na hii ambayo ni ya pinki, tofauti wake ni huo, kwamba hii haina baridi, wakati huo hii ya kijani ina baridi, ila idadi yake zote ni idadi sawa, zinakaa 30, ambapo 5 ni panty liner na 5 ni padi za kawaida. Kama unavyoona hapa. Nitoa ufafanuzi kidogo kuhusiana na HC. Wanawake wengi huita HQ. Hii sio HQ. Hii ni HC. Na HC ni kifupi, ambayo kifupi hii imetokana na neno hili hapa, Human Cherish. Human Cherish ndio kampuni inayotengeneza hii hizi bidhaa, hizi taulo za kike. Kwa hivyo wao wameamua kufupisha tu kampuni yao na kuita HC, kwa maana ya Human Cherish. Wanawake wengi huita HQ. Hii sio HQ. Pengine wanachukulia hii umbo na kuhisi kama ni Q. Hii si Q. Hii ni simbo ambayo inawakilisha mwanamke, kwamba hii kitu ni kwa ajili ya matumizi ya mwanamke. Kwa hivyo hii ni HC, sio HQ. Basi mpenzi mtazamaji, hadi hapo tumefika mwisho wa somo letu la leo. Nikusihi tu, kama ni mara yako ya mwanzo kukutana na video zetu, basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare. Lakini pia usisahau, kama una swali lolote au na jambo lolote unahitaji kuuliza, basi usisite kutuuliza, na sisi tutakujibu kwa umakini mkubwa, kwa kitaalamu, lakini kwa lugha nyepesi yenye kueleweka.